Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika matukio ya wiki kutoka katika halmashauri ya jiji la Dodoma lenye kata 41 mitaa 222 iliyosheheni matukio kadha wa kadha. Na kwa tarehe 24 ya mwezi Mei hadi tarehe 30 ya mwezi Mei tumekuletea matukio kama ifuatavyo. Shilingi bilioni 3.99 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma zinakwenda kutekeleza ujenzi wa shule ya sekondari Chahwa. Watendaji na wenyeviti wa mitaa wapongezwa kwa utendaji wao mzuri wa kazi. Na kunako habari za michezo na burudani, timu ya UMITASHUMITA wilaya Dodoma imeagwa kushiriki mashindano ya kimkoa. Mtazamaji, karibu sana katika matukio ya wiki kwa wiki hii ya leo. Ninakusihi tu uambatane nami mwanzo hadi mwisho. Nitakaye kusomea matukio haya ya wiki kwa wiki hii ya leo, mimi ni Queen Pira. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Shilingi bilioni 3.99 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma zinakwenda kutekeleza ujenzi wa shule ya sekondari Chahwa, mradi utakaojengwa na kampuni ya mkandarasi Gopa Contracts Tanzania Limited. Akizungumza na wananchi, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anton Mavundi aliwasisitiza wazazi wote wa kata ya Chahwa na maeneo jirani kuwapeleka wanafunzi wao shule pale tu shule itakapokamilika, ili kuweza kuwajengea msingi mzuri wa maisha watoto hawa na kuwa na taifa bora lenye wasomi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mradi huu mkubwa. Mradi huu unaenda kuleta mapinduzi makubwa. Ndugu zangu, mtakumbuka wakati ninaomba kura mwaka 2020 niliwaambia ni wakati sasa maeneo ya pembezoni yanufaike na miradi mikubwa kama ilivyo mjini pale. Mmezoea kuziona shule hizi zinajengwa kata Kiwanja cha Ndege, Chamwino, Chang'ombe. Leo mradi huu mkubwa unajengwa hapa Chahwa. Tumeyatimiza yale ambayo tuliyasema. Tunatamani kuwaona watoto wa Dodoma, watoto wa Chahwa wanatumia majengo haya kwa ajili ya kupata elimu, waje waisaidie jamii ya Watanzania. Akitoa shukrani kwa niaba ya wananchi, diwani wa kata ya Chahwa Sospita Mazengo alisema ni fursa kubwa kwa wakazi wa kata hiyo, hivyo wanatakiwa kuitumia vizuri fursa hiyo. Nashukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapenzi yake mema katika kuboresha elimu. Kwa fursa hii ya kuletewa sekondari hii, sisi kwetu ni faraja kubwa na ni usaidizi mkubwa kwa kizazi cha vijana wetu kwa kupata elimu ya sekondari iliyo bora. Hivyo tunaamini kupitia hili anaenda kuijenga Chahwa yetu iliyo bora. Si Chahwa tu pekee, ni shule ambayo ipo kwenye mradi katika nchi nzima, ziko shule 20. Kwa sisi wanachahwa kubahatika, hii ni fursa kubwa kwetu kiuchumi, kielimu, na hata nyumba zetu tulizojenga hizi za kisasa tutapata sasa watu wa kupanga na kupata fursa ya mzunguko wa uchumi. Mkuu wa wilaya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri alitembelea shule ya viziwi Dodoma na kukagua fani mbalimbali zinazofanywa na wanafunzi wenye mahitaji maalum shuleni hapo, ikiwa ni siku ya kuelimisha jamii juu ya elimu jumuishi. Akizungumza katika siku hiyo ya kuelimisha jamii juu ya elimu jumuishi iliyofanyika katika uwanja wa shule ya msingi Kisasa, alisema kuwa watoto wenye mahitaji maalum wana haki ya kupata elimu kama watoto wengine, hivyo tusiwatenge. Kama jamii tuna haki ya kulinda na kutetea haki za mtoto. Kuanzia mzazi kutetea haki ya mtoto wako, lakini jamii inayokuzunguka. Ukiona kuna mtoto anatendewa isivyo sawa, una nafasi na wajibu wa kutetea. Ni jukumu la msingi kwenye jamii yetu. Lakini ya pili, kutoa elimu na maadili mema kwa watoto. Na hili linajidhihiri vizuri kukiwa kuna elimu jumuishi. Kama nilivyoongea mwanzo, watoto hao wanajichanganya na wenzao, lakini pia na wazazi na walezi. Jukumu lingine la jamii ni kutoa elimu na maadili mema kwa watoto, lakini kutoa usaidizi wa kijamii na wa kiuchumi kwa familia maskini.
Naye afisa elimu maalum jiji la Dodoma Isa Kambi alisema katika jiji la Dodoma hali ya kuwatambua watoto wenye mahitaji maalum inaimarika kila kukicha, na elimu itaendelea kutolewa kwa wazazi na jamii juu ya watoto wenye mahitaji maalum. Halmashauri jiji la Dodoma hali inaimarika siku hadi siku. Kwa maana ya ukiangalia katika takwimu zetu kila mwaka kuna idadi inaongezeka ya watoto wenye mahitaji maalum. Miaka mitatu nyuma tulikuwa tunatumia 6 tu ya hawa watoto katika shule zetu. Lakini mwaka jana tulikuwa na watoto 1168 na mwaka huu tuna watoto 1320 ambao wameshaandikishwa na wapo wanaendelea na masomo katika shule zetu. Utaona namna hii maana yake ni uimarikaji wa watu kuelewa vile tunavyopeleka elimu kwa jamii na wanaelimika na kuwatoa watoto hawa waweze kupata elimu. Na Katibu Tawala mkoa wa Dodoma aliwapongeza wenyeviti wa mitaa na watendaji kwa kazi wanazofanya kwenye mazoezi ya kitaifa, ikiwemo kuhamasisha kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Aliyasema hayo katika ufunguzi wa zoezi la uhakiki wa taarifa za anwani za makazi. Uzinduzi huo umefanyika jijini Dodoma. Naomba kwa nia nikiwa na furaha kubwa sana, na ni salamu ambazo amezitoa Mheshimiwa Rosemary Sitake Senyamule. Niwashukuru sana wenyeviti na watendaji wote wa vijiji kwa kazi kubwa mlioifanya kwenye mazoezi mengi ya kitaifa, ya kimkoa, yanayoifanya Dodoma yetu tuifaharishe siku zote, na tunafanya vizuri. Kwa kweli mmesimamia mambo mengi ambayo Dodoma kwa kweli tunajivunia uwepo wenu. Juzi hapa tumemaliza zoezi la kuhamasisha watu kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la upiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi wa 10 wa Mheshimiwa Rais pamoja na wabunge pamoja na madiwani. Siruhusiwi kutoa matokeo, lakini mimi nafahamu viwango vyetu vya Dodoma mmevipita, yani viko juu zaidi kwenye matokeo. Mmefanya kazi nzuri sana ya kuhamasisha. Naomba mpokee salamu hizi. Jiji la Dodoma lapokea vifaa vya mtandao kwa wakuu wa shule za sekondari kwa dhumuni la kurahisisha ufundishaji, ujifunzaji na usomaji kwa wanafunzi wa sekondari mkoani hapa, ambapo ilitoa rauta za mtandao kwa shule 20, ikiwa halmashauri ya jiji la Dodoma imepokea vifaa hivyo shule 11 za sekondari. Akitoa shukrani kwa kampuni ya Airtel Tanzania, kaimu afisa elimu sekondari jiji la Dodoma Grace Michael alitoa wito kwa wakuu wa shule za sekondari kuvitumia vifaa hivyo ipasavyo. Naitwa Grace Michael Samuel, kaimu afisa elimu sekondari jiji la Dodoma. Leo tumepokea Smart Wasomi Project kutoka Airtel. Ni kifaa kwa ajili ya kusoma, inaitwa Library Wasomi, ambacho wakuu wa shule na walimu na wanafunzi wanaweza kutumia kifaa hiki kupata vitabu vyote vya kuanzia form 1 mpaka form 4 kwa gharama sifuri, yani bila gharama, bila kutumia internet. Akitumia kifaa hiki anaingia, anapata maswali mbalimbali. Akiingia kule wanamuita kuna teacher kidevu, anauliza swali lolote na kusaidika. Jambo hili ni zuri kwa jiji la Dodoma. Tumepata shule 11 vifaa hivi, na ni vifaa vizuri ambavyo vitawasaidia walimu na wanafunzi urahisi wa kupata material, kusoma na kuelewa, na pale ambapo hawajaelewa bado wanaweza kuuliza. Kwa rai yangu kwa wakuu wa shule waliopata vifaa hivi ni kuvitunza, lakini kuwaelewesha walimu wenzao namna ya kutumia, namna ya kupata material mle ndani, lakini pia kuwaelewesha hata wanafunzi kutumia na namna gani wakitunze kifaa hiki, kwani kinatupunguzia gharama kwa wazazi kwa kununua vitabu. Sasa hivi tutaweza kununua vitabu tena, kwani vitabu vyote vitapatikana kwenye hii Wasomi Project. Kwa hiyo ni waombe wakuu wa shule mkatunze vifaa hivi na mkavitumie ipasavyo. Na uzuri wameviset kabisa, huwezi kuingia WhatsApp au Instagram au mitandao mingine. Ukiingia ni moja kwa moja unaenda kwenye material kwa ajili ya kujisomea. Kwa hiyo rai yangu kwa wakuu wa shule tukatumie ipasavyo kama ilivyoelekezwa kwa ajili ya kuongeza ufaulu kwa jiji la Dodoma. Kwa upande wake mwakilishi wa kampuni ya Airtel Harrison Naris alikuwa na haya ya kusema. Naitwa Harrison Naris Isidore, natokea Airtel makao makuu Dar es Salaam. Tumekuja hapa Dodoma
kwa ajili ya mradi wa Smart Wasomi. Smart Wasomi ni mpango wa kubadilisha au kuwawezesha walimu kutumia vitabu kwa njia ya kimtandao. Mradi huu ulizinduliwa mwaka 2024 mwezi Mei hapa Dodoma, ukiwa na lengo la kuwafanya wanafunzi na walimu waweze kuingia kwenye digital library au maktaba mtandao kwa ajili ya kupeluzi ama kujipatia vitabu na material mbalimbali kwa ajili ya kujifunzia na kufundishia. Lengo la mradi huu ni kurahisisha ama kuongeza upatikanaji wa vitabu kwenye shule na taasisi mbalimbali za elimu, ili angalau kila mwanafunzi aweze kuwa na kitabu chake ama aweze kuwa na access ya kujipatia material kwa ajili ya kujifunzia ama kufundishia kwa walimu. Mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Queen Peter. Timu ya UMITA wilaya ya Dodoma imeagwa kushiriki mashindano ya kimkoa ili kupata timu ya mkoa kwa madhumuni ya kwenda kushiriki UMITA taifa, ambapo adhimisho hayo yatafanyikia mkoani Iringa. Akizungumza na washiriki, afisa polisi jamii mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi Eva Michael aliwapongeza washiriki wa mashindano hayo kwa kutumia vipaji vyao vizuri. Aidha, aliwatakia ushindi katika hatua zinazoendelea kwenye mashindano haya. Kuna ambao wamezaliwa na kipawa. Naamini mpaka hapa ndio kuja hapa mna vipawa hivyo vya michezo. Kwa hiyo usipocheza inakusumbua nafsi. Tujipigie makofi wale ambao tunaona tuna vipawa. Michezo pia unafundishwa. Kuna mtu anafundishwa. Sasa ukiunganisha kipawa chako na mafunzo ambayo umepewa kwenye mchezo fulani, kinachofuata ni ushindi. Yaani una kipawa, ukapata mafunzo maalumu kuhusu mchezo, kinachotakiwa ukizingatia unaleta nini? Ushindi. Kwa hiyo mazoezi yenu mnayoendelea kufanya, nitakuja nifanye na nyinyi mazoezi. Kwa sababu wale wa mpira wa miguu, sisi tuna timu yetu inaitwa Polisi Jamii Veterans. Ni ya watu ambao ni wana michezo wa polisi ambao wamesha staff. Tuko vizuri, yani sisi tukikutana na mtu kazi yetu ni kumfunga tu. Kwa hiyo mimi ninachowahusia cha kuzingatia, wazazi wametoa baraka zake. Make mpango si ni wa serikali, lakini wazazi wametoa baraka. Walimu wamejitokeza kuja kuwafundisha, lakini wadau mbalimbali wameweza kujitolea kuhakikisha kwamba mnakaa kwenye kambi. Cha msingi sasa cha kuzingatia ni upande wenu. Sawa? Mzingatie kanuni na sheria zilizowekwa za kambi. Si ndio? Maadili. Kuna mambo mengi yanaendelea kuhusu watoto. Kwa hiyo zile tabia zote mbaya mwachane nazo, usiziwaze. Zingatia masuala ambayo yako hapa. Kwa sababu moja, leo mekusanyika, michezo ikienda ikiisha salama, ina maana mwaka kesho unapata tena ruhusa ya mzazi kwamba endelea mwanangu hatua zingine. Kwa upande wake, mkuu wa division ya elimu awali na msingi mwalimu Priska Miala alikuwa na haya ya kusema. Hakika mgeni rasmi, kamati hii chini ya madam huyu imefanya kazi kubwa na hatimaye tukafikia siku hii ya leo. Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyosikia kwenye hotuba fupi, kambi yetu ilianza tarehe 19 kwa kuunda hii timu yetu ya wilaya, na wamefanya mazoezi ya kutosha kwa michezo yote. Kwenye hotuba yetu umesikia kwamba tumepanga tuchukue vikombe vyote. Tunajua tunaenda kushindana kwa halmashauri 8 zilizopo katika mkoa wetu wa Dodoma, lakini halmashauri ya jiji la Dodoma kwa miaka 3 mfululizo tumekuwa tukichukua kile kikombe cha mshindi wa jumla. Wana michezo, si mko tayari kuchukua hicho kikombe tena Ndio Basi makofi kwenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na maandalizi ya hapa na pale.
chini ya mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Dodoma ametupa sapoti kubwa, na kambi hii naweza nikasema yeye ndo ameiandaa mpaka tukafikia hapa. Tunamshukuru sana na pongezi nyingi sana kwake Dr. Frederick Sagamiko chini ya mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma. Tunajua tunafanya kazi chini ya halmashauri ya jiji la Dodoma, lakini tunatambua kwamba mkoa wa Dodoma unataka upige hatua katika mambo mengi ikiwepo swala la elimu, lakini sambamba na swala zima la michezo. Tunatambua taaluma inaenda sambamba na michezo. Kwa hiyo wana michezo nao waona hapa wako vizuri kimichezo, lakini pia katika swala zima la taaluma wako vizuri. Dodoma jiji oye! Mtazamaji wa Dodoma City TV, tumefikia tamati matukio yetu ya wiki kwa wiki hii ya tarehe 24 hadi tarehe 30 ya mwezi Mei 2025. Umekuwa na wakati mzuri wa kufuatilia matukio yetu kwa wiki hii ya leo. Niliyekusogezea matukio haya langu jina ni Queen Peter Masunga. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea Dodoma City TV. Usisahau kulike, comment na kusubscribe. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.